Tayari sasa tumejifunza mengi sana kuhusiana na fizikia ya ulimwengu wetu, na leo ningependa kuweza kuingia kwa jambo fulani ambalo nilitaja katika kipindi kilichopita wakati nilikuwa nazungumzia shimo jeusi. Wazo la shimo jeusi si wazo la kawaida ambalo watu wengi huongelelea, hasa sana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki au Afrika yenyewe, na wengi wetu tulishangaa sana kujifunza dhana hiyo kuhusiana na kile kitu ambacho kinapatikana katikati mwa galaksi yetu. Kila galaksi iko na shimo jeusi, na shimo jeusi ni mahali ambapo panashangaza sana, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kuepuka nguvu za uvutano ambazo hupatikana katika shimo jeusi. Na kinadharia, kwa yule ambaye anasafiri kuelekea kwenye shimo jeusi, kama nilivyotaja, anafika mahali ambapo ni kama ana freeze, anakoma pale pale, ni kama picha ambayo imesimama pale na isongi. Na kitu hicho ambacho kinatendeka hapo hivyo, hali hiyo inaitwa time dilation ama kurefushwa kwa wakati. Hebu wazia, unaenda safari ya anga ya mbali. Unaondoka duniani ukiwa na umri wa miaka 25 na unamwacha pacha wako ambaye pia yeye ana miaka 25 kama wewe. Chombo chako kinapaa na kusafiri kasi inayokaribia sana kasi ya mwanga. Nakumbuka kasi ya mwanga ni kilomita 300,000 kwa sekunde, ambao ni sawa na takriban kilomita bilioni 1 kwa saa. Kwa hivyo kwa kila saa, kama unasafiri karibu na kasi ya mwanga, unafaa kuwa umekamilisha kilomita bilioni 1. Kwa mujibu wa saa yako, safari hiyo inaenda kwa miaka 2. Kisha unarudi duniani. Lakini unapofika unakutana na jambo la kushangaza. Wewe una miaka 27, kwa sababu safari yako ilikuwa ya miaka 2 peke yake kulingana na saa yako. Kwa hiyo wewe bado ni kijana barobaro, bado wewe ni mchanga, bado miaka 27. Lakini pacha wako ambaye ulimwacha hapa duniani ashazeeka. Yeye sasa ni babu. Inawezekanaje watu wawili waliokuwa na umri mmoja wapitie muda tofauti kisha wakuwe na miaka tofauti? Ingawa mfano huu ninaokupa ni wa kubuni, lakini uhalisia wake wa watu kupitia muda tofauti si hadithi ya kinadharia, ni hadithi halisi. Ni kitu ambacho kinafanyika katika ulimwengu halisi. Jambo hili huitwa time dilation, yani muda kupita kwa viwango tofauti. Kwa nini muda hufanya hivyo? Tangu utotoni tumekuwa tukijua muda unaopita unakwenda sawa kila mahali. Sekunde moja kwako ni sekunde moja kwangu. Dakika moja hapa Arusha ni dakika moja kule Nairobi, dakika moja kule New York. Lakini Einstein alionyesha hiyo sio hali ya kweli. Uhalisia hauko hivyo. Kasi unayosafiria nayo inaweza kubadilisha jinsi muda unavyopimwa, na si lazima uhisi mabadiliko hayo. Si eti kwamba ukikimbia kwa kasi ya juu utahisi kwamba maisha yako yanaenda polepole ama yanaenda mbio. Hebu tuone mfano halisi. Wazia una saa maalum. Ndani yake kuna mwanga unaoruka kutoka chini kwenda juu kisha unarudi chini. Na unapokabilisha safari hiyo ya kutoka chini kwenda juu na kurudi chini, unasema ni kama sekunde moja imepita. Kila mwangaza huo unapofika chini, unasema tik tik tik, kama vile saa inavyofanya. Kwa hivyo mwanga huo unaweza kutumika kama saa, kama aina ya saa. Sasa iweke saa hiyo ndani ya chombo cha anga kinachotembea kwa karibu kasi ya mwanga. Kwa mtu aliye ndani ya chombo hicho, mwanga bado unapanda na kushuka moja kwa moja kwa saa ile, tik tik tik. Lakini kwa mtu aliye nje akitazama chombo kile kikisafiri, kwa sababu chombo kinasonga mbele yake kwa kasi kubwa, mwanga unapanda na kurudi kwa njia tofauti. Mwanga wa ile saa ambayo tunaizungumzia, njia ya mwanga inaonekana kuwa ndefu sana kwenda juu na kurudi chini, kwa sababu chombo kile kinasonga. Kwa sababu chombo kinasonga mbele wakati mwanga unapanda na kurudi, kwa hiyo njia ya mwanga inaonekana kuwa ndefu zaidi. Lakini kuna jambo moja ambalo haliwezi kubadilika. Mwanga hauwezi kusafiri kwa kasi zaidi ili kufidia njia hiyo ndefu. Kwa hiyo mtu aliye nje, muda kati ya tik moja na nyingine inaonekana kuwa mrefu zaidi ukilinganisha na yule aliye ndani ya chombo. Kwa lugha rahisi, saa ya chombo inaonekana kwenda polepole kwa mtu aliye nje. Na si saa pekee, michakato yote ndani ya chombo kile hufuata muda huo huo. Mapigo ya moyo, mawazo, mabadiliko ya ndani ya mwili, hata kuzeeka. Lakini msafiri anahisi nini? Hapa ndipo watu wengi huchanganyikiwa. Msafiri haoni maisha yake yakipunguza kasi. Hajisi kama yuko kwenye maisha yanayokwenda kwenye slow motion. Kwake kila kitu kinaenda kawaida. Anaamka, anakula, analala,
anaangalia saa yake, sekunde zinaendelea kupita kwa kawaida kabisa. Tofauti inaonekana pale anapokutana na mtu aliyebaki kule duniani na kulinganisha muda uliopita. Hapo ndipo wanaweza kugundua kwamba mmoja amepitia muda mfupi kuliko mwingine. Sasa turudi kwa wale mapacha wetu. Mmoja anabaki duniani, mwingine anaondoka na chombo kinachosafiri karibu na kasi ya mwanga kisha anarudi. Kwa msafiri miaka 2 ndiyo imepita, lakini kwa pacha aliyebaki duniani huenda miaka mingi, labda 40 ama 50 imepita. Wanapokutana tena hawatakuwa na umri sawa. Lakini kwa nini? Kwa sababu safari zao hazikuwa sawa. Mmoja alibaki duniani, mwingine alisafiri kwenda mbali, akabadilisha mwendo, akageuka na kurudi. Hivyo hawakufuata njia sawa kupitia muda. Ndio maana msafiri anaweza kurudi akiwa bado mchanga kuliko pacha wake. Je, lazima uende kwa kasi ya mwanga ndio tofauti hizi zionekane? La hasha. Time dilation hutokea hata kwa kasi tunazotumia hapa duniani. Tatizo ni kwamba tofauti ni ndogo sana, na kitu hiki wanasayansi wamewahi kukichunguza. Wanasayansi wameichukua saa za kiatomiki zenye usahihi mkubwa sana, wakika moja kwenye ndege na nyingine ikabaki ardhini. Baada ya safari, saa hizo hazikuonyesha muda unaofanana kabisa. Tofauti ilikuwa ndogo, lakini ilikuwa tofauti halisi. Ile saa iliyokuwa duniani ama ile saa iliyobaki ardhini ilikuwa mbele kwa nukta ndogo za sekunde, na huo tofauti kati ya saa hizo mbili ilingana kabisa na utabiri wa Einstein ama utabiri wa hesabu za Einstein. Kile ambacho ningependa ujue ni muda hauathiriwi na kasi pekee. Einstein aligundua kuwa pia gravity inaweza kubadilisha jinsi muda unavyopita. Kadri gravity inavyokuwa kubwa, muda hupita polepole zaidi. Kwa mfano, saa iliyo juu ya jengo refu inapita kwa kasi kidogo kuliko saa iliyo chini. Tofauti ni ndogo sana, lakini saa za kisasa zinaweza kupima tofauti hizo. Na tunapokaribia vitu vyenye gravity kali sana kama shimo jeusi, tofauti inaweza kuwa kubwa sana. Ndio maana kwenye filamu ya Interstellar, kwa wale ambao wameweza kuitazama, muda kwenye sayari iliyo karibu na shimo jeusi inaonekana kupita tofauti sana na kwa mtu aliye mbali sana. Hii sio kwa sababu shimo jeusi lina saa yake. La hasha. Ni kwa sababu gravity yake ni kali na hubadilisha jinsi muda unavyopimwa. Hili si jambo la mbali sana huko angani. Simu yako unayotumia ina GPS, na GPS hiyo inategemea satellite ambazo ziko angani. Satellite hizo zina saa za kiatomiki zenye usahihi mkubwa, lakini satellite hizo zinasafiri kwa kasi kubwa, jambo ambalo linapunguza kasi zao za saa. Na kwa wakati huo huo ziko mbali sana na dunia ambako gravity ni dhaifu zaidi, jambo ambalo linafanya saa hizo ziende kwa kasi zaidi. Athari hizi mbili zinahitaji kuhesabiwa pamoja. Bila marekebisho hayo ya relativity, GPS isingeweza kuwa sahihi. Kwa hiyo unapofungua Google Maps na kuona kishale kikikuonyesha ulipo, relativity ya Einstein inafanya kazi nyuma ya pazia. Basi time dilation inamaanisha nini? Kwa kifupi, Einstein alituonyesha kwamba muda si kitu kinachopita kwa kiwango kimoja kwa kila mtu. Kasi inaweza kubadilisha jinsi muda unavyopita. Gravity pia inaweza kubadilisha jinsi muda unavyopita. Na tofauti hizi si mawazo ya kwenye karatasi pekee. Zimepimwa kwa usahihi mkubwa sana na tunazihitaji katika teknolojia kama vile GPS. Cha kushangaza zaidi ni kwamba mtu anaweza kusafiri na kurudi akiwa amepitia muda tofauti na yule mtu ambaye alibaki nyuma. Kwa hiyo wakati mwingine tunaposema miaka imepita, tunapaswa kuuliza miaka imepita kwa nani? Kwa sababu katika ulimwengu wa Einstein, muda si lazima upite kwa kiwango sawa kwa kila mtu. Na hilo pekee linabadilisha jinsi tunavyoelewa ulimwengu. Sijui kama umeweza kuelewa dhana hiyo. Najua dhana hiyo ni ngumu sana kuweza kuielewa. Na kama umeweza kuielewa, ningependa ukaweza kuielezea vizuri pale kwenye comment section. Yule ambaye atakuwa na uwezo wa kuelezea dhana hiyo kwa ufasaha mzuri kabisa, basi nitaweza kumpatia shilingi 10,000. Asante sana kwa kutazama video hii, na kama umeipenda usikose kusubscribe, usikose kulike na usikose kuweza kushare video hii na marafiki zako. Asante sana.